Rafiki yangu, nimekaa nimefikiria kwa hii situation nilionao sasa hivi, na nikiendelea kubaki hapa mjini nitakufa. Kwa hiyo nilichojaribu kukiwaza nirudi tu kwanza nyumbani kijijini, nikaeke mambo sawa, alafu ikishakaa sawa nitarudi. Sababu siku hizo nipatia wale jamaa zimeshapita, na hamna kitu chochote ambacho mpaka sasa polisi wamekifanya. Kwa kubaki hapa naona napoteza muda. Mwisho wa siku wale jamaa wasije wakaanza kunitafuta. Mwisho wa siku wale jamaa wasije wakavujisha zile video nikiwa hapa mjini, ikaniletea shida nyingine. Asnat rafiki yangu, mbona unapenda kukurupuka hivyo? Ina maana Asnat ndo unaamua kuondoka, unaniacha na mimi peke yangu. Wewe unasi unavyoondoka hapa mimi unaniacha na nani? Na kitu kingine Asnat, hivi vitu tumeshashirikisha polisi. Ina maana kwamba anafanyia kazi. Serikali ina mkono mrefu sana. Mimi sidhani kama anaweza akashindwa kuwakamata hao vijana. Na huko kijijini na kuenda kufanya, utaenda kufanya kazi gani? Na kama tunavyojua huko kijijini maisha magumu. Na pia hakuna mtu yote anayejua kwa sasa upo kwenye wakati gani, unapitia situation gani. Nani ataenda kukuangalia huko? Rafiki yangu, nimekuwa sikusikiliza kwenye vitu vingi sana. Na kati ya vitu ambavyo sijakusikiliza vimeleta matokeo mabaya, lakini katika hii siwezi kuelewa. Mimi ndo naona at least nikienda kijijini akili yangu itakaa sawa, kwamba hata ikitokea video zimevuja, yani kuna unafua mimi kuwepo kule kijijini kuliko ni video ikanikuta hapa mjini. Kwa ni bora tu niende. Utanisamehe kwa hiyo rafiki yangu, acha nikajipange upya. Sawa rafiki yangu, mimi nimekuelewa. Ila nakuomba Asnat, huko unapoenda uwe makini. Na hata kama ikitokea hizo video zimevuja, basi nakuomba shoga yangu jitie moyo. Usije ukafanya kitu chochote kile kibaya. Yaani sijui hata nikwambie nini. Ila natamani sana uwe strong. Yaani unavotoka hapo ukifika huko, hata kama zitavuja hizo video ufanye kama hakijatokea kitu. Mimi najua kwa sasa hivi hakuna kitu kinachokuumiza kama watu wananionaje, watu watanichukuliaje, lakini mimi nikwambie kitu Asnat. Watu wataongea tu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kila kitu washasahau. Maisha mengine yanaendelea. Nitajitahidi lakini kiukweli najutia sana. Yaani jambo ambalo linaniumiza. Nitajitahidi. Ikiwa huko sitafanya kitu chochote, ila nitakaa sawa, kisha hapo nitarudi mjini, tutaanza maisha. Na hata hivyo sina muda wa kupoteza. Kesho nitatakiwa niondoke. Sasa hivi nitakata tiketi, kesho nitaondoka. Sawa, mimi sina budi kukubaliana na wewe. Na kuombea rafiki yangu uende salama, haya mambo yaishe, urudi salama, tuendelee na maisha yetu. Maana unajua tangu tuanze urafiki wetu hakuna hata siku moja tumekuwa na amani. Wakati ambapo unanisaidia kwenye matatizo yangu, tumemaliza kidogo tunataka kufurahi, yamekuja haya tena. Wengine hii ni jambo Mwenyezi Mungu ameleta kwetu ili tuaminiane zaidi. Kwa mimi natamani sana uende urudi salama, tuanze maisha yetu mapya. Sawa, niombe rafiki yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Nitakuaga vizuri baadaye. Fanya kama nilivyokuambia, kwa sababu huo mzigo unahitajika uingie haraka iwezekanavyo kule madukani. Kwa hiyo fanya juu chini hiyo container itoke ndugu yangu kesho. Kwa sababu ni muhimu sana, inahitajika ifike haraka iwezekanavyo. Alafu nafikiri zile document zote nilishakutumia kwenye WhatsApp. Sijui uliziona? Sawa. Na kuna document zingine sasa hivi nafikiri nitakutumia. Alafu zeni unipatie majibu haraka iwezekanavyo. Okay, few minutes nakutumia sasa hivi. Usikate simu hapo.
Msubiri. Nakupigia sasa, subiri. Nakurudia. Kwa hiyo huyu mpumbavu anatoka na chara. Anataka nini kwenye maisha yangu? Lakini subiri, nitamuonesha. Inaonekana hanijui vizuri huyu. Sikia, nakutumia location. Nahitaji kuonana na wewe sasa hivi. Tena ufike bila kuchelewa. Sawa. Kuja huku. Kwanza nikuombe lazima ndugu yangu. Kwa lile tukio la nyumba lilotokea. Unajua kiukweli zile picha mimi zilichanganya sana mpaka nikaamua kuondoka pale kazini. Lakini nilikaa nimefikiria, nimeona ninaweza kurudisha kazini. Lakini kuna kitu nahitaji msaada kutoka kwako. Kama utojali, kama unaweza kunifanyia huo msaada, basi ninaweza kurudisha kazini. Bosi wangu, kiukweli nimefurahi sana. Kama wewe umeona umuhimu wangu mpaka kutaka kunirudisha kazini, basi hilo ni jambo jema sana kwangu. Na sifikirii kama kuna kitu chochote kile ambacho kitakuwa kigumu kwangu kukifanya. Mimi naomba tu niambie hicho kitu ni kitu gani, mimi niweze kufanya, baada hapo mimi nirudi kazini. Ndio maana nakupenda hapo. Kwa sababu wewe ni kijana wangu mwerevu sana. Na naamini utanisaidia vizuri sana kwa hili ninalolihitaji kutoka kwako. Unajua nini? Sarungi anadharau sana. Alafu analetea dharau mimi vibaya mno. Unajua leo hii ilikuwa tuna furaha zangu. Lakini na furaha yangu imeisha baada ya kuona picha kutumia kwenye simu yangu. Yaani nimetumia picha nimemkuta Sarungi. Baada ana mahusiano na aliyekuwa mke wangu. Hebu kwanza subiri bosi. Hapa tunazungumzia masuala ya mimi kurudi kazini. Sasa issue za Sarungi hapa zimeingilia vipi? Mimi naomba tuende kwenye main point ambayo imetufanya sisi tukutane hapa. Niambie ni jambo gani ambalo mimi natakiwa kufanya ili mimi niweze kurudi kazini. Hizo habari za Sarungi mimi sifikiri kama zina maana kubwa sana hapa. Naomba tuachane nazo. Ndio maana mwanzo nilikwambia. Nitahitaji kukurudisha kazini kwa sababu kuna kitu na mimi nahitaji unisaidie wewe, kwa sababu wewe ndio unaweza kunisaidia. Kwa hiyo kae nisikilize, ujue nini unamaanisha. Sawa bosi wangu. Nakusikiliza. Okay. Mimi nachohitaji kutoka kwako, kama nilivyokuambia, Sarungi ananiletea dharau. Alafu mimi katika maisha yangu huwa sipendagi dharau kabisa. Na mtu akishaanza kuniletea dharau, basi kwa kweli moyo wangu huwa unachafua. Kwa hiyo mimi nachohitaji tu kama kitu kimoja. Mimi nahitaji kumfanyia kitu kibaya Sarungi. Kwa sababu alishanifanyia ubaya hapo mwanzo. Nikaamua kumsamehe tu kama rafiki yangu, kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Lakini nimeona ule ubaya na uendeleza. Japokuwa yule aliyekuwa mke wangu nishaachana naye. Lakini kile kitu mimi kinaniuma sana kidogo. Kwa nini Sarungi anifanyia haya? Mtu kasababisha mimi kuachana na mke wangu. Alafu hivyo bado anaendelea kuwa na mke wangu. Kwa kweli nalipenda sana kutokana na mke wangu. Mimi nachokitaji kitu kimoja tu. Mimi nahitaji nikutume. Ufanye juu chini. Chochote kinachowezekana. Upate kumharibia maisha yake Sarungi. Hata ikiwezekana upate kumteka. Na ikiwezekana pia nifanyie kitu kibaya sana. Yaani asijione kama mwanaume katika hili dunia. Hicho tu, ukifanya hicho, mimi nitakurudisha kazini. Alafu pia nitakufanyia kila kitu ambacho hapo mwanzo mimi sijawahi kukufanyia.
Yaani kama kurudi kazini Kichombo, nitakupa mshahara mara 3 zaidi ya ule mwanzo wako. Alikadhalika pia nitakupatia nyumba. Kwa mimi ninachokuhitaji tu, nahitaji unifanyie kazi yangu ili na mimi nirudishe fadhila zangu kwako. Ni hilo tu. Bosi, wewe hujui mimi ni sehemu gani ambayo mimi nimetoka na Salongo, najua. Hujui ni changamoto gani ambazo mimi nimepitia pamoja na Salongo. Sawa? Alafu bila ya Salongo sidhani kama wewe ungelijua mimi. Bila ya Salongo sidhani kama mimi ningepata nafasi ya kuja kufanya kazi kwenye kampuni yako. Salongo ndio kafanya kila kitu mpaka mimi kuja kuonana na wewe na kuweza kufanya kazi kwenye kampuni yako. Hivi leo hii mimi napata wapi ujasiri wa kwenda kumfanyia kitu chochote kile kibaya Salongo? Hivi unahisi mimi nitaweza kupata hata nafasi hata angalau ndogo tu kwa Mungu wangu? Boss Mo, mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Naomba utafute mtu mwingine. Listen to me Kichombo. Unajua katika dunia sasa hivi kila mtu anafanya kitu kwa sababu kutengeneza maisha yake. Mimi nipo lazima kuyabadilisha maisha yako yakawa mazuri zaidi ya sasa hivi ilivyo. Na kuhusu hela kwa mimi sisi. Ukihitaji hela yoyote ile unayohitaji wewe, mimi nitakupatia ili mradi ufanye hii kazi. Na kama uthibitisho tu, mimi naweza nikaanza hapa. Nakupatia hii pesa. Na kama uthibitisho, naweza nikaanza tu hapa. Nenda kupatia tu hii pesa Kichombo. Itakutosha tu kwenye nauli za kwako. Alikadhalika kuwapa vijana ambao utashirikiana nao. Unifanikia kazi yangu. Ukishafanikisha tu Kichombo, basi na hivi vitu nilivyokuambia hapa kuhusu nyumba na mshahara kukulipa mara 3 kazini, nitakuwa nishaweka sawa. Naomba nisaidie kwa hilo ndugu yangu. Boss Mo, hivi unahisi pesa ndio kila kitu kwenye maisha? Yaani unahisi unaweza kumfanyia kila mtu ubaya kwa sababu tu una pesa, au sio? Boss Mo, pesa unazo lakini zina matumizi yake. Na unaweza kufanya mambo mema tu, hizi pesa zikakufanya ukawa mwema hata kwa Mungu wako. Mimi sifikiri kama kuna sababu yoyote ya kumfanyia Salongo vibaya ambayo unataka kumfanyia, mpaka kuamua kutoa pesa kama hivi. Hiyo ni roho mbaya Boss Mo. Na hiyo roho mbaya kusaidia kitu chochote kile. Sasa naomba unisikilize kwa makini boss wangu. Kama imeshindikana kupata kazi kwenye kampuni yako, basi mimi naomba tu niende nikafanye maisha yangu. Nitapambana mwenyewe, nitajua ni sehemu gani ya kwenda kufanya kazi. Lakini siwezi kumfanyia Salongo ubaya wowote ule eti kwa sababu ya visenti kama hivi. Shika pesa yako. Siku nyingine Boss Mo, sitaki tena uniite ukanielezea au ukaniambia kitu chochote kinachoendana na haya maelezo ulionipa leo. Na kama kuna namna yote unataka kumfanyia ubaya Salongo, basi mimi nitakuwa mtu wa kwanza kukuharibia hiyo issue yako. Hautafanikiwa Boss Mo. Nikutakie kila la heri.
Dada, yule babu baba ametuachia wote. Kwa inabidi yeye anisaidia. Ndio tunaenda wote. Kwa sababu mimi nikisema nikae pale, mambo yangu mengine yanakuwa mbaya. Sasa mdogo wangu, kama unavyonijua mimi dada yako, sielewi kitu chochote kuhusu pabu. Mimi nikienda huko itakuwaje? Au basi tufanye kitu kimoja. Tuwe tunaenda wote. Ukanielekeze, after hapo utaendelea na mambo yako. Sawa, haina shida. Tutaenda, nitakuwa na kuelekeza kama wiki 2 hivi. Ukishaelewa mimi nakuacha pale ili na mimi nikafanye mambo yangu mengine. Basi kama ndio umeamua dada yako niteseke. Sawa. Acha tusikie nini bora nilikuwa nafanya pale. Sasa sikuwepo, nilikuwa masomoni. Ndio umerudi sasa. Basi tutaenda. Sawa. Wow. Umependeza sana mpenzi wangu. Lakini pia mimi naona hata uzuri pia unachangia. Nashukuru kuliona hilo. Asnati. Mimi nishaongea na wazazi wangu. Na kila kitu kishakuwa sawa. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki ni sisi kwenda ili mradi tu wazazi wangu waenda kukufahamu na waweze kukujua. Kwa mimi naomba tupitie mtaani kwangu pale nikachukue nguo afu baadaye tuondoke nyumbani. Kwa hiyo nadhani nikienda kwenu utanifurahia. Wamelipokea vizuri sana na amefurahi. Kwa hiyo wao walichonisisitizia tu ni kwamba wanatamani kumuona mke wao. Kwa hiyo mimi naomba tu hata wewe pia ukavae vizuri ili mradi wakuone kwenye muonekano mzuri zaidi. Sawa, mna shida. Tapita nitaenda kubadilisha nguo. Lakini Kijungu, nashukuru sana sababu ni mwanaume wa pekee kwenye maisha yangu. Umeweza kuniheshimisha kwenye familia yangu na hata kwa jamii pia. Kwa twende nikaone wakwe zangu. Okay, mimi naona hakuna muda wa kupoteza. Tuondoke. Halo. Naomba usikize kwa makini sana. Zile siku tulizokupatia tayari zimeshafika. Kwa hiyo sasa tunaomba utume hiyo hela, la sivyo tunaziachia video zako. Sikizeni niwaambie. Kama hiyo video mnaona mkiposti ndio mtapata faida, postini. Kwa sababu sina kitu chochote cha kuwapa kwa wakati huu. Kwa hiyo naombeni kama mnaposti postini tu. Hamna kitu ambacho sasa hivi naweza kuogopa. Fanyeni mnachoweza. Vipi tena, mbona kama hauko sawa? Nilikuwa nimelala. Nilikuwa naota ndoto nzuri sana. Nilikuwa naota Kijungu anaenda kunitambulisha nyumbani kwao. Ghafla nashangaa simu inaita. Pokea, kumbe ni wale wapuuzi. Waniambia kuhusu ile pesa yao. Nawajibu kiukali tu. Yaani hata sijaogopa. Maana nimechoka.
Niambia kama wanaposti hiyo video waposti tu. Si watumie hata 100. Maana unaweza ukakaa unanyenyekea kitu afu mwisho wa siku hamna kitu mtafanya. Kwa hiyo mwambie waposti. Yaani kwa kweli Asnat rafiki yangu, katika siku umenifurahisha basi ni leo. Yaani katika siku ambayo umeonyesha ujasiri mpaka mimi mwenyewe nimefurahi basi leo. Umefanya vizuri sana rafiki yangu. Kwa sababu hata hivyo hawa watu, mimi naona kabisa hawa walikuwa wanataka tu sisi kutupiga hela, kwa sababu kama wangekuwa na nia ya kuposti hizo video wangesha posti tangu hapo awali. Kwa hiyo wamekaa nazo, wameona hana faida nazo, hawana cha kufanyia, wameamua tu wapige simu waombe hela. Kwa shoga yangu umewajibu vizuri sana. Kwanza hongera. Yaani tena wewe tu hata usiairishe mipango yako. Yaani uifanye kama ulivyokuwa umepanga, kesho ikifika asubuhi uondoke zako. Wasikuchanganya wapuuzi. Na alikuwa ananichanganya kweli. Yaani mtu ukikaa unawaza video, ukikaa afu mwisho wa siku unaona ni washajua kuwa naogopa na wanajua ndio udhaifu wangu. Kwa nini niambia waposti, ila najua kama ulivyosema hawezi kuposti. Kama wakuposti ungekuwa washaposti muda mrefu. Ninasema kuna kitu hapo nipata kunisaidia. Tukiachana na yote. Unajua rafiki yako udhaifu wangu bado upo kwa Kijungu. Naomba kujaribu kuongea Kijungu. Pengine kwa kipindi hiki anaweza akaelewa, pengine maana ameshakaa ametulia. Kwa ukienda kuongea naye anaweza akakuelewa, naamini. Ili hata kama nikienda huko niende, lakini nikirudi nijue kabisa Kijungu ameshanisamehe. Najua nimefanya makosa mengi sana, lakini Kijungu akiniona au nikimsimulia situation ambazo nimepitia, pia mimi najua. Hebu kajaribu kuongea na Kijungu. Yaani vaa ule usika wangu mimi. Fanya ndio wewe unamuelezea. Yaani vaa ni wewe sasa. Saidia katika hiyo. Usijali rafiki yangu. Yaani usina wasiwasi kabisa kuhusu hiyo. Wewe ukienda huko kuwa na amani. Yaani tena kama ukijua ukirudi hapa pengine unakuja kukutana na ndoa kabisa. Yaani kufanya kitu kama hicho yapi? Yeye video anapompenda Kijungu. Anachanganya sijui ya basi. Ndio ulikuwa unaniita au? Hapana. Mimi na shida meneja. Lakini sorry. Mzima kwanza. Na mbona unapokea simu zangu? Meneja ndio mimi. Sema shida yako, maana na kazi nyingi za kufanya. Meneja? Hebu kuwa serious basi. Mimi nimekuja hapa na shida meneja kwa sababu nahitaji kazi. Sasa ukiniambia meneja nashindwa kuelewa. Inaonekana kweli una shida ya kazi. Inabidi tu nikupatie kazi. Baby, unafanya nini hapa? Dada unamjua huyo? Ndiyo, namfahamu. Tena sio kumfahamu tu, alikuwa mwanaume wangu huyu. Na alichonifanyia sitamani kumuona hata kwenye maisha yangu. Bibi kumbe ni malaya? Siwezi kukupatia kazi. Maana nikikupa kazi utatembea na wahudumu wote. Nenda katafute kazi sehemu nyingine. Witi, huyu akipewa kazi hapa inabidi baba aje asimamie hii pabu peke yake. Hapana, msifanye hivyo. Tambueni kwamba mimi napitia katika kipindi kigumu sana. Na sina msaada wowote. Na ndio maana nimekuja hapa kuweza kuomba kazi. Naomba mnisamehe kwa yote ambayo amewahi kutokea. Kikubwa ambaye mnisaidie niweze kupata kazi. Wewe unapatia huruma kama kanyeshewa mvua vile.
Mimi naona ni bora tu ungemsamehe, alafu mkaanza upya. Mkaendeleza pale mlipoishia. Unajua nini Happy? Katika kitu ambacho sitamani kukizungumzia kwenye maisha yangu kwa sasa ni kumzungumzia huyo mtu, kwa sababu sijaona faida yoyote ya mahusiano yangu na yeye mpaka sasa hivi, isipokuwa ni maumivu tu ambayo mimi nimeambulia kutoka kwake. Kwa hiyo mimi nakuomba, kama kuna topic nyingine ambayo tunaweza tukaizungumzia, basi naomba tuizungumzie, tuachane na hizo habari za Asnati. Please, nakuomba. Lakini mimi nakuelewa sana, na wala siwezi kutumia nguvu kubwa kukwambia urudiane na Asnati. Unajua sisi wanawake tuna tabia ya kukurupuka, alafu tukishaharibu ndo tunaanza kuangalia palipokuwa sahihi ni wapi. Sisi ni wanawake, tunaongea vitu vingi sana. Mpaka mimi natoka na kufuata wewe. Basi Asnati ameniambia kwamba hakuna mwanaume mwingine yoyote ambaye anampenda zaidi yako. Hakuna mwanaume mwingine yoyote ambaye akijaribu kufikiria future ya maisha yake anamuona tofauti na wewe. Ndio maana niko hapa. Na kitu kilichoniumiza zaidi ni mtu ambaye amevunja mahusiano yenu kinyume. Yule ndio mtu ambaye mimi amenifanya niko hapa leo. Yule ndio aliyevunja ndoa yangu. Kwa hiyo ni kawaida yake. Amemdanganya vitu vingi sana Asnati. Amekosea kukuchiti ndio, lakini hayupo naye tena tangu muda. Kwa hiyo jaribu kufikiria mara mbili, umpe nafasi. Ameshajifunza, anajua kwamba alikosea na ameahidi kubadilika. Amesema yupo tayari kufuata chochote kile ambacho wewe unakitaka. Anajua umri wake umeenda sasa, anahitaji kuwa na familia. Jaribu kumpa nafasi ya mwisho. Umchunguze kwa mara nyingine tena. Kwa kweli mimi sio kwamba simpendi Asnati. Sio kama mimi sina hisia na Asnati. No. Nampenda sana. Tena nampenda kuliko hivyo unavyofikiria wewe. Lakini Asnati kaja kusababisha maumivu makubwa sana kwenye moyo wangu. Kwa sasa mimi sifikiri kumpenda mwanamke yote yule kwa sababu ya maumivu tu aliyonisababishia yeye. Unajua alinikosea mara nyingi sana. Sana. Na nilimsamehe kwa sababu mimi nilikuwa nampenda. Asnati huyo ndo aliyesababisha kwamba mimi nigombane hadi na rafiki yangu Sarungi, kwa kusingizia kwamba yeye alikuwa anamtongoza. Lakini kumbe yeye ndo aliyekuwa anamtongoza Sarungi. Mimi bila kujua nikagombana na rafiki yangu. Mimi baada ya kuja kujua mimi nikamsamehe, wala sijamletea zesheni yoyote ile. Lakini akaja tena akanikosea tena kwa kunichiti guest. Yaani nimemfumania guest kwa macho yangu mawili. Hivi hata ungekuwa ni wewe ungevumilia kwenye hili? Ila sawa. Kwa sababu wewe umekuja kunielezea hivi, mimi acha nikakae chini nifikirie. Mimi natumaini jibu nitakaolipata nitakuja kukupa wewe. Alafu wewe ndio utakaye kuja kumwambia Asnati. Ila siwezi kwenda direct kwa Asnati kwa sasa. Ila acha kwanza nifikirie. Nimefurahi sana kusikia hivi. Lakini naomba sana Kijungu, tuliza akili yako katika hili. Na hata kama una mtu wako wa karibu ambaye ni mtu mzima, jaribu kumshirikisha. Sisi wanawake waga tunateleza, tunaanguka. Tukiinuka tunatafuta njia sahihi ya kupita. Sawa. Asante. Mimi kazi yangu ishamaliza. Nimekwambia tuma pesa, umekataa kutuma pesa, kwa hiyo
Nishaachia video sasa zipo mtandaoni zina trend tu. Kwa hiyo kazi kwako. Uaibike tena. Nakutakia siku njema.